Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Dam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump ameamua kusitisha vita akisema kwamba yupo katika njia ya mazungumzo na wa Iran huko Muscat. Huu ukiwa ni usiku wa pili asifanye mashambulizi katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Jeshi lake la CENTCOM katika Mashariki ya Kati leo ni usiku wa pili halikufanya shambulizi lolote. Ripoti nchini Marekani zikionyesha kuwa rais wa Marekani Donald Trump ameamua kutochukua hatua itakayoongeza ukubwa wa mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Iran, huku siku mwingine ukipita bila mashambulizi ya anga katika eneo hilo. Ripoti zinaonyesha kuwa maafisa wa Marekani wameelezea wasiwasi wao kuhusu kupungua kwa akiba makombora ya Patriot pamoja na uwezekano wa kuwatenga washirika wa Kiarabu katika eneo la Ghuba, jambo ambalo linaweza kufufua matumaini ya kurejea kwenye mazungumzo baada ya karibu wiki mbili za msururu wa mashambulizi ya anga ya Marekani. Wachambuzi wa mambo wanasema hii ni namna ambayo inawapa ushindi wa Iran. Wa Iran wanaamini kwamba hii ni moja kati ya ushindi kwao, kwa maana kupungukiwa kwa silaha kwa Marekani kuna wafanya wao wapate ahueni, na hii ni sehemu ya ushindi wao. Wachambuzi wa mambo katika Mashariki ya Kati wanasema tangu jioni ya Ijumaa Marekani haikufanya mashambulizi nchini Iran bila kutoa maelezo yote rasmi kuhusu uamuzi huo, lakini sababu rasmi ni kwamba silaha zimewapungukia. Lakini katika maghala yao mengi yameripuliwa na jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRGC kutokana na mashambulizi makubwa yaliyofanywa katika maeneo ya Mashariki ya Kati yenye kambi za kijeshi za Marekani na mali zao zingine zilizopo huko. Ripoti mbalimbali za vyombo vya habari zinasema kuwa Trump aliamua siku ya Ijumaa kusitisha mashambulizi hayo ya anga. Axios inaripoti kuwa Pentagon iliwasilisha kwa Trump mpango wa kufanya mashambulizi ya anga, lakini Trump alikataa kuidhinisha, akipendekeza kuwa lazima watafute suluhu kupitia mazungumzo. Kauli pekee rasmi kuhusu suala hilo ilitoka kwa msemaji wa ikulu ya Marekani ambaye alisema kuwa Trump siku zote hupendelea suluhu za diplomasia, lakini huyo Trump, ikumbukwe, ndiye ambaye alikuwa akisema kwamba lazima ataiangamiza Iran. Huku hayo yakijiri, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran Ismail Baqai anasema kuwa hakuna kilichobadilika kuhusu usafiri wa meli kwenye lango la Hormuz. Akijibu swali la waandishi wa habari kuhusu mazungumzo kati ya Iran na Oman kuhusu lango la Hormuz, Baqai alieleza kuwa duru kadhaa za mazungumzo kati ya Iran na Oman zilifanyika siku ya Ijumaa na Jumamosi katika wiki iliyopita, na katika mazungumzo hayo pande zote mbili zilijadili kanuni za pamoja na taratibu za kiutendaji za kusimamia usafiri salama wa majini katika lango la Hormuz, huku zikiheshimu mamlaka ya nchi hizo mbili zenye mwambao wa pwani. Ujumbe wa Oman ulioondoka Tehran mnamo Jumamosi jioni, kulingana na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, ambaye alisema kuwa mazungumzo hayo yamepiga hatua na kuleta matokeo chanya, huku akiongeza kuwa mashauriano ya kiufundi na kisiasa kati ya pande hizo mbili bado yanaendelea. Baadhi ya wachambuzi wanasema huenda Donald Trump akaikimbia vita hii kutokana na namna ambavyo anaona haimpi manufaa yoyote, licha ya kwamba mipango yake ilikuwa ni kuhakikisha anatafuta namna ya kuondoa utawala katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini mfumo mpya wa kiutawala uliopo nchini Iran ni mfumo mgumu kidogo, tofauti na ule uliopita wa aliyeuawa, kwa maana Ayatollah Khamenei. Uongozi wa mkuu wa sasa, kiongozi wake haonekani hadharani. Hata hivyo, Rais Donald Trump anaamini pengine kiongozi huyo ameuawa, lakini mipango ya nchi inaendelea kama kawaida, na sasa wanashindwa kujua ni nani anaiendesha nchi hiyo. Aliwahi kusema kwamba pengine kwa 95% kiongozi huyo wa serikali ya kimapinduzi ya Kiislamu ameuawa, lakini hilo halipo. Kiongozi anadaiwa kwamba bado yupo na anaiendesha nchi. Wakati akizungumza na Fox News Jumapili, Balozi Mike Waltz alisema rais anatoa nafasi ya mazungumzo, anaipatia nafasi kidogo Iran. Msemaji wa jeshi la Iran alisema Tehran imesitisha mashambulizi ya kisasi katika eneo hilo ya kujibu kwa sababu hawakufanyiwa mashambulizi na wao si wachokozi. Putishwa huko kunafuatia karibu wiki mbili za mashambulizi ya kila siku ya Marekani katika mashambulizi ya tit for tat, na hivyo kusuluhisha usitishaji wa mapigano kumeanza mnamo mwezi Juni. Alipoulizwa kama Trump ameamua kupinga ongezeko hilo kwa sasa, Waltz aliambia NBC, sitafika mbali hivyo hata kidogo, rais anaweka chaguzi zote mezani.
alikanusha ripoti katika gazeti la New York Times kwamba maafisa wa utawala walikuwa wameonyesha kuongezeka kwa uhasama kunaweza kumaliza hatari ya akiba iliyopungua wa silaha za ulinzi wa anga, akisema jeshi la Marekani lina kila kitu kinachohitaji kufanya kampeni hii kwa ufanisi inavyotakiwa, alisema. Na wakati huo Iran na Oman zikiendelea na duru za mazungumzo. Mgogoro kuhusu udhibiti wa eneo la bahari ulizidisha mvutano kati ya Marekani na Iran mapema mwezi huu na bado ni kizuizi kikubwa cha kumaliza vita hivyo. Iran na Marekani zilitia saini mkataba wa maelewano mwezi Juni kusitisha operesheni za kijeshi na kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz pamoja na kufikia makubaliano ya kumaliza vita kwa muda wa siku 60 zinazofuata. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu.